sana Emmanuel Kutosi kwa taarifa hiyo. Kenya imeanzisha mchakato wa kuboresha usimamizi wa wanyamapori kupitia mswada wa marekebisho ya sheria ya uhifadhi na usimamizi wa wanyamapori wa mwaka 2025. Lengo kuu la mswada huu ni kuimarisha juhudi za uhifadhi wa wanyamapori, kuhakikisha ushirikishwaji wa kila mmoja na kuainisha sera za sheria zinazohusu uhifadhi na katiba ya Kenya ya mwaka 2010 pamoja na wajibu wa kimataifa kuhusu uhifadhi wa mazingira. Akizungumza wakati wa mkutano wa ushirikishwaji wa wananchi uliofanyika huko Malindi, Katibu Mkuu wa Wizara ya Utalii Bi Sylvia Msuya Kihero alisisitiza kuwa mswada huu pia unalenga kuleta manufaa zaidi kwa jamii zinazozunguka maeneo ya hifadhi kwa kuhakikisha mgao wa haki wa faida, kuimarisha uongozi katika sekta ya wanyamapori na kuweka msingi wa upatikanaji wa fedha endelevu kwa shughuli za uhifadhi. Wildlife Conservation and Management Act 2025 bill seeks to modernize how our nation governs, conserves, utilizes, and shares benefits from wildlife resources. Katika hotuba iliyosomwa kwa niaba yake na Naibu Mkurugenzi Mkonyi Kavaka, Bi Msuya alieleza kuwa mswada huu unalenga kuboresha sheria ya wanyamapori ya mwaka 2020 ambayo haikutekelezwa kwa ufanisi wa kutosha kutokana na changamoto mbalimbali ikiwemo ukosefu wa ushirikiano kamili wa jamii. Hii mswada imekuja timely kabisa kwa sababu ni maswada ya kuangalia kama tutaweka vitu kama kwa sheria. Now, ukiangalia kama Nairobi River inakuja na takataka nyingi sana na mwisho hiyo taka inafika huku kwetu sisi Kilifi County na inaathiri wale wanyama wako area zetu. Washikadau mbalimbali walioshiriki katika kikao hicho walisihi serikali kushughulikia kikamilifu suala la migogoro kati ya binadamu na wanyamapori, wakidai kuwa serikali imekuwa ikiwapa kipaumbele wanyamapori kuliko maisha ya wananchi wake. Wengine wakikosoa uamuzi wa kufanya mikutano hiyo mjini badala ya maeneo ya hifadhi ambapo athari za moja kwa moja zinahisiwa na jamii. Kama kungekuwa na civic education, hii ministry iweze kuweka civic education to the grassroots, wananchi waweze kuelezewa kwanza, waone ile faida, then there will be a very good coexistence. Watakuwa watu na wanyama wataweza kuishi nao wakijua ni faida gani ambayo wanaipata kutokana na huyu mnyama kuweza kumfanya aweze kuwa hai. Zoezi hili la ushirikishwaji wa umma linaendelea katika maeneo tofauti tofauti nchini, likilenga kukusanya maoni ya wananchi kuhusu mswada unaopendekezwa ili kuhakikisha sheria mpya inawakilisha mahitaji ya kila mmoja. Stephen Masharu, Nairobi.